ndugu yangu Director General wa National Environmental Management Authority, MC wetu, secretary pale katika Wizara ya Ujenzi na Manyumba, pamoja na viongozi wale wote wamefika, DCC wetu na security team na wananchi wote ambao wamefika. Bambaro, Nagini Badanda, Ayoya, North Horr Ayoya. Asante sana. Nikikuja siku nyingine nitakuwa najua mingi kuliko hiyo. Hivyo nasema ni asante kwa vile ambapo tumepata makaribisho mzuri kutoka tufike asubuhi mpaka saa hii. Mimi nashukuru sana wananchi wa North Horr kwa makaribisho mzuri ambao umetupea. Nimefika hapa kwa mwaliko wa mheshimiwa wenu. Tumekuwa naye huko Saku na tumetembea pamoja. Kuna siku pia nilikuwa huko Rongayani inaitwa, na tumekuwa tunatembea kwa ziara ya serikali kuhakikisha kwamba yale ambao rais wa taifa Mheshimiwa William Ruto anasema inafanyika, imefanyika mara moja. Siku ya leo na ruhusa ya Mheshimiwa Rais, kiongozi wetu wa taifa, amenipatia ruhusa niweze kufika hapa kwenu siku ya leo, na amenituma salamu ya kiongozi wetu wa taifa. Kwa hivyo jameni, nimefika hapa kwa amri ya Mheshimiwa Rais. Alisema ya kwamba ile chakula ambayo watu ya North Horr walikuwa wanapata ni hakikisha kwamba imeongezewa, na ndio maana unasikia mbunge wenu akisema bereni kulikuwa na chakula kiwango hii, lakini kwa sasa kuna chakula kiwango fulani. Hiyo yote ni amri ya Mheshimiwa Rais wa taifa. Anafanya hiyo kwa mapenzi na bidii na kujituma kwake kuhakikisha kwamba wananchi wote wa Marsabit, wananchi wote wa North Horr wanasikia wakiwa na kiongozi wa taifa, wanasikia wakiwa na serikali ambao inachunga maslahi yao. Siku ya leo tuko na chakula ya kutosha. Kama vile mnaona kuna maroli hapa kadhaa ambao imejaa chakula. Mimi niseme ya kwamba serikali ya Mheshimiwa Rais imehakikisha kwamba Kenya, wale wote ambao wanakumbwa na kiangazi katika taifa letu la Kenya, wanapata chakula ya kutosha. Mheshimiwa Rais ametia bidii, ametafuta pesa ya kutosha, amenunua chakula ya kuhakikisha wale wote wako Marsabit, wale wako Turkana, wale wako Mandera, wale wako Tana River, wale wako huko Kilifi na kona ile ingine Taita Taveta, Kitui, Mwingi, kona zote za taifa letu la Kenya, 23 counties ambazo tunaziita kwa kimombo arid and semi-arid counties. Watu wako na chakula ya kutosha. Vile vile Mheshimiwa Rais kupitia serikali yake amehakikisha kwamba kuanzia hii wiki Jumatano chakula ya mifugo itaenea kona yote ya taifa mahali mifugo inataka chakula. Kwa hivyo kama serikali tunaomba jameni, the mapping ifanywe na provincial administration or national government administration. Wanjue mifugo ya Marsabit iko kona gani ili ambao inataka chakula. Ili chakula ikifika hapa North Horr ya mifugo isiwekwe hapa, iweze kufika mahali mifugo iko. Chakula ya mahali inaitwa Moyale iweze kufika mahali mifugo iko. Ya Garissa iweze kufika mahali mifugo iko. Ya Tana River iweze kufika mahali kondoo na mbuzi na ng'ombe na ngamia ziko. Kwa hivyo hiyo ndio wito ya serikali kwa sasa. Serikali imepanga mipango yote ya kununua mifugo chakula ya mifugo
kupitia shirika ya serikali KARO, ile tunaita Kenya Agricultural and Livestock Organization, KARO. Unanielewa hapo? Kenya Agricultural Livestock and Research Organization ndio inafanya ile inaitwa advice, inatoa utaalamu ya kuhakikisha kwamba hii chakula pamoja na chumvi pamoja na minerals siko sawa sawa kwa ngamia, siko sawa sawa kwa ng'ombe, siko sawa sawa kwa mbuzi na kondoo. Kwa hivyo hiyo yote ni mipango ya serikali ya Mheshimiwa Rais wa Taifa. Jamani, rais anajituma ajetumi. Haya yote ambayo tumefanya leo, mimi nataka nitoe shukrani mingi sana kwa mbunge wenu. Juu yote ni bidii ya mbunge wenu na kuhakikisha kwamba anafanya kazi karibu na serikali. Mimi nilikuwa mbungeni na tulikuwa tunafanya kazi na mbunge wenu. Unajua nilikuwa mbunge? Unajua nilikuwa nimechaguliwa mbunge? Hiyo mnaelewa ama hamwelewi? Mnajua mtu anaitwa Mlende? Mulisikia hiyo? Mimi nilikuwa nimechaguliwa kama mbunge pale Mbeere North. Mtu fulani akaleta kisirani, akasema kura yote ya mlima ni yake. Haya, rais akamwambia kama wewe ni shujaa, kama wewe ni ondali, kama wewe unasema kura yote ya mlima ni yako, basi tukimbie hapa kwa mlima hapo Mbeere North, tufanye uchaguzi, leta mtu yako na mimi nilete mtu yangu, tugarazane hapo, tuone ni nani ambaye ni chupafu. Alishindwa kushindwa? Aliwekwa chini ya kuwekwa chini? Si aliwekwa chini? Kwa hiyo msije mkadanganywa na mtu yoyote. Debe ambayo inapiga kelele na ina kitu ndani, ni kelele peke yake, ni propaganda peke yake, ni uadui peke yake, ni chuki peke yake, ni fitina peke yake. Mtu ambaye kazi yake ni ukabila hawezi ona watu ya Marsabit wa North Hall kama ni wa Kenya. Anafikiria yeye na watu ya hapo wa Munyoro ati hao ndio wa Kenya kuliko watu ya North Hall. Saitani ashindwe. Hiyo si mtu wa kufukuza? Hiyo si mtu wa kupeleka nyumbani? Aende nyumbani asiende. Aende nyumbani asiende. Hivi anasema namna hii. Rais anatia bidii. Mheshimiwa William Ruto anatia bidii. Ndio maana siku ya leo tumehakikisha kwamba mjengo ya watoto wetu wale wapo katika technical college watakuwa nalala mahali safi, mahali kwa sawa, na nyinyi wazazi hamtakuwa mnalipa kondi ya kukondisha nyumba ili watoto wenu wawe na mahali mzuri ya kulala. Serikali na bidii ya Mheshimiwa William Ruto imeweka pesa 170 million na hiyo mpango imeanzia leo kujenga hostel ya watoto wenu wawe wanasoma vizuri, wanalala mahali mzuri ili wajikimu kimaisha, wapate ile skills ya siku zijazo, wakuwe wa Kenya sawa, waweze kwenda kutafuta kazi ama kufanya kazi katika nchi za nje. Hiyo ni bidii ya Mheshimiwa Rais jameni, wakiwa na mbunge wetu Mheshimiwa Rio ambao amehakikisha hii inafanyika. Computer lab ama Njitume lab ambao nimeona iko na mitambo ya kompyuta mingi leo, yote iko pale. Kwa hivyo vijana wetu watasoma vizuri kuhakikisha kwamba wanapata skills, na vile vile wanaweza fanyia kazi hapo, wanaweza bonyeza kompyuta, wafanye kazi katika kampuni ziko nje na waweze kupata kitu ndora kwa akaunti zao. Kwa hivyo jameni, hiyo yote ni bidii ya Mheshimiwa Rais, ni bidii ya mbunge wenu ambaye nawapenda. Bunge tumefanya kazi naye pale bungeni, anajituma, anapenda watu wake, anakuja kwa maofisi ya serikali, anapiga simu, anafuatilia. Huyu ni kiongozi sawa, na naona kama mnasema hata yeye ni tutam. Mnasema ni tutam? Ama mnasema namna gani? Hata yeye na rais
Na rais ni Tutam. Asante sana. Najua tungekuwa na viongozi wengi siku ya leo, lakini pale Ikulu rais alikuwa ameita viongozi wa chama cha UDA, gavana wenu wako pale na viongozi wale wengine wako pale, women rep wenu alikuwa pale. Ndio maana mnaona hatukuweza kufika na wao, lakini wako na sisi na wametuma salamu. Gavana wenu wametumia salamu, women rep wenu wametumia salamu, senator wenu wametuma salamu. Unapokea hizo salamu zote? Kabisa. Sasa jameni, rais wa jamhuri akitia bili namna hii ni mtu wa kushikilia ama ni mtu ya kutupa? Wa kushikilia? Unashikilia yeye? Unasema ni Tutam? Unasema ni Tutam? Kwa hivyo msidanganywe na yule mtu ambaye anapiga kelele sana. Anapiga kelele, lakini alikuja pale sisi tukamfukuza zuwini. Na saa hii tuko na by-election ya MCS ward 2 pale mbele North. Lakini hiyo chama yake anaita ni ya Mlima, haina candidate hata mmoja. Mimi najiuliza jameni, kwani huko Embu County mbele kumekuwa ni Marsabit? Kwani kumekuwa huko ni Marsabit? Si huko ni Mlima? Si huko ni hiyo Mlima naongeaga kuhusu? Apende kabisa paraka tu tabasha. Aende kabisa, ndio? Acha kusumbua rais na serikali yake. Sasa juu ya masaa, mimi ningetaka kuongea zaidi, lakini sitaweza kupitisha hapo. Tunajua masaa yetu haiko sawa sawa. Tumeleta chakula ya kutosha jameni, lakini toe wito kwa wale wote tunawachia hii chakula. Hii chakula si ya matajiri. Hii chakula ni ya wale wanyonge. Hii chakula si ya ndiji huyu mamo. Si ni kijana yenu hapa? Hii chakula si yake. Asije akapata ngunia anapeleka kwake. Si ndio hiyo? Hapo katika serikali analipo mshahara, chakula si yake. Si ndio hiyo? Hii chakula si ya DDC huyu DCC. Hapana. Hii chakula ni ya wale wako chini. Kwa hivyo hii chakula inatosha. Hii chakula inatosha. Lakini kama ni chakula ya kila mtu, hii chakula itatosha. Vile vile hii chakula si ya kutoka kwa hizi magunia, mweke gunia zingine, mupeleke sokoni. Na kama wewe ni mwanaume sawa sawa, udhubutu leo ama kesho kutoa hizi magunia kwa hizi maroli ati ugeuze upeleke sokoni. Hiyo ndio wakati wajua serikali inajua kumulika maneno, inaona na inasikia mambo mingi ili ambao hata wewe utashindwa ilisikia ikiwa wapi. Kwa hivyo hii chakula yote hii ni ya wale ambao wanataka chakula, wale wanahitaji chakula, si ndio hiyo? Si ya kupeleka sokoni kwa njia zingine za kando. Hii chakula si ya DCC ati aende hapo aongee na watu fulani, aweke kwa roli yake, aende sijui wapi. Hii chakula si ya MCA ati MCA pangane na watu wengine, waeke kwa roli, wapeleke sokoni, si ndio? Hii chakula ni ya wananchi ambao wa Northall ambao wako na njaa. Lazima igawanywe kwa njia ambayo iko sawa sawa. Mnanielewa jameni? Tunajua iko shida mingi sana ya maji katika Northall, katika Marsabit. Na ndiyo maana rais wa taifa kupitia baraza la mawaziri tuliketi tukapanga mpango wa National Infrastructure Fund ambao next week utakuwa bungeni na mheshimiwa wenu ili waweke sheria sawa sawa ya National Infrastructure Fund tuweze kupata pesa ya kujenga project kubwa za maji, mabawa ya maji, tuweze kujenga project za stima, tuweze kujenga project za barabara kubwa. Kwa hivyo hiyo yote ni maono na bidii ya mheshimiwa rais wa taifa. Jameni, mimi nataka kuwasihi mkuwe na subira kidogo. Rais na serikali yake ameweka mikakati ya kuhakikisha kwamba
Shinda ya maji katika taifa letu la Kenya kuanzia mwisho ya mwaka huu itakuwa kitu ya sahau. Unanielewa jameni? Kwa hivyo hiyo mpango imewekwa ya kuhakikisha kwamba tutaweza kuwa na maji ya kutosha siku zijazo. Na mnajua project za maji, za stima na barabara ni project ambazo zinahitaji pesa mingi. Ndio maana tukaweka, rais akaongoza sisi zote kuhakikisha kwamba tunaweka National Infrastructure Fund, rasilimali zetu za kitaifa tunapata pesa kutoka pale, tunaweka katika hiyo fund, alafu tuna wale wengine ambao wanataka kuweka pesa pale wanaweka, ili toshe ya kutengeneza miradi ya maji. Kwa hivyo tukue na subira, na tunajua mambo ya maji serikali ya Mheshimiwa Rais itatatua. Kwa hivyo tumesema ni 2 term, si 2 term. Ni 2 term, si 2 term. Hebu nione 2 term ya Mheshimiwa Rais, 2 term. Alafu niwaambie kitu kingine. Kutoka huyu mtu wa mtego wa vitina wa kelele tufukuze. Serikali ya Mheshimiwa Rais imekuwa sawa, haina kelele, iko sawa. Serikali imedhibiti uchumi, na hiyo ni kufuatia usaidizi ule rais anapata kutokana na naibu wake Profesa Kithure Kindiki. Unanielewa? Tutulie kidogo. Mimi nasema namna hii. Rais William Ruto ako na naibu wake anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Huyo mnamuelewa huyo? Huyo mnamjua? Amesaidia rais kudhibiti uchumi wa taifa. Serikali imesimama imara. Na tunasema ikifika 2027 rais na naibu wake Profesa Kithure Kindiki watakuwa pale kwa ballot box, tena Kindiki akiwa running mate, rais yachukua wadhifa wa urais 27 to 2032. Sio hiyo? Na kama mtu amefanya kazi vizuri na ndiye namba 2 katika taifa letu la Kenya 2032, tunasema yule ambaye tutasukuma kama taifa zizi zote aingie Ikulu akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, sio mwingine, ni Profesa Kithure Kindiki. Nikisema hivyo nimekosea? Hapo si ni sawa? Kindiki ni fire, si fire. Ni noma, si noma. Ni mbwekze, si mbwekze. Hata huku mnajua mbwekze. Tuko hapo. Hii mtu mwingine tunafukuza nyumbani. Huyu anaenda nyumbani. Mtu ya ukabila anaenda nyumbani. Akina Matiang'i wanaenda nyumbani. Akina Wamaru wanaenda nyumbani. Akina Karua wanaenda nyumbani. Wote wanaenda home. Ligiji home. Ala, kumbe mko randa. Matiang'i Karua ala. Na Rais William Ruto Ikulu. Rais William Ruto 2 term. Tuko hapo zote jameni. Kwa hivyo mimi nashukuru sana, nasema ni asante kwa mwaliko yenu. Hiyo mpango ya kina mama tarehe mwezi ya 4 mwaka huu, mimi nitahakikisha kwamba nimefika. Na kama sitafika mimi mwenyewe, nitatuma mbunge wenu na maneno ikuwa mzito sawa. Ndio hiyo. Kwa hivyo nitahakikisha nimetumana ama nimefika, ili tushikilie akina mama kwa njia ambayo iko sawa. Mimi nashukuru sana kwa Sawandi pia. Nitahakikisha kwamba nimefikishia mwenye mboma yangu. Nimwambie imetoka kwa akina mama wa Marsabit. Mimi nashukuru sana jameni. Asante sana. Mungu abariki taifa letu la Kenya. Mungu abariki Mheshimiwa Rais wa Jamhuri. Asante sana.